Shalom. Leo nimetumia video fulani ya rafiki yangu akawa ananiuliza maoni yangu ni nini. Katika ile video sasa nilikuwa nimeona kuna taharuki inaendelea katika nchi ya Marekani. Wakristo wanajataka kuipinga bidhaa fulani ya kinywaji wakisema ni bidhaa shetani, ina promote ushetani, ila ukiandika jina la Yesu yani kuna hiyo wavuti maalum ambapo ya hicho kinywaji. Sasa hiyo wavuti unaweza kupersonalize kinywaji, yani kwamba katika ile chupa ya kinywaji ionekane jina lako au jina lolote unalotaka. Sasa katika ile wavuti wakiandika jina la Yesu inagoma, ila wakiandika shetani na miungu ya dini zingine inakubali. Kwa hiyo Wakristo kwa sasa wana boycott, wanasema hii product ya shetani na nini hatutaitumia tena. Sasa huyu mtumishi akataka ajue nini maoni yangu, na haya sasa ndo maoni yangu. Unajua imani au tuseme kutembea na huyu Mungu sio swala la mbio za vijiti kana kwamba Waisraeli walitembea nayo wakashindwa, sasa wametupatia sisi kijiti tukimbie tu. Hapana, mbio za vijiti ndio ziko hivyo. Lakini katika kutembea na Mungu, hasa huyu Mungu ambaye tuko naye, inabidi kwanza tuangalie wenzetu Waisraeli walitembea naye vipi. Kuna mambo ambayo aliyafanya hakika inaweza kutusaidia sisi kuelewa the will of God is ni nini, matakwa ya Mungu. Nitakusomea Warumi 12 mstari wa 2. Wala msifuate kanuni za dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Yani kudiscern au kutambua mapenzi mema ya Mungu inahitaji mageuzo ya akili. Sawa, yapo mambo ambayo utayafanya wewe kwa nia dhati, ukidhani kwamba ni nia njema, hasa katika fikra au tafakuri ya kibinadamu. Lakini ukielewa mapenzi ya Mungu unagundua kwamba hichi kitu sicho mapenzi yake. Mfano wa jambo hilo sasa ni ile ambayo inaendelea huko Marekani. Ni hivi, Wayahudi walielewa ile Kutoka 20:7 tofauti na sisi ambavyo tunaielewa, au sembuse sisi hatuichukuli serious in such. Labda nianze kwa kusoma mstari Kutoka 20:7. Inasema hivi: usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Imezungumzia kulitaja kwa kinywa, ila wenzetu walipoelewa hii verse walielewa tofauti, kwa sababu hata kwenye Masoretic au nikisema katika ile lugha ya Kihebru, neno lilotajwa pale sio kulitaja, imetaja kulichukua, kwamba yeyote atakayelichukua neno la Mungu bure. Kuchukua ni neno kubwa sana kitheolojia, ila hapa wacha tu nibakie kwenye udogo wake, kama ambavyo nataka tubakie kwenye hii dhana ya jina la Mungu. Kikubwa ni kwamba Wayahudi walielewa hii kwa ukubwa wake, na ndio maana ikawafikia hatua Wayahudi hata kwenye manuscripts zao au katika maandiko matakatifu jina la Mungu wakawa wanalitoa, wakawa wanaliomit. Sio kwa sababu walikuwa hawamjui jina lake, hapana, kwa sababu walielewa kwamba jina la Mungu ni jina takatifu. Kwa hiyo hawakutaka hata kulitaja, walikuwa wanaona kwamba hatustahili kulitaja jina lake. Hivyo kwenye maandiko matakatifu wakalitoa ile neno, wakalideduct neno Mungu kwa jina lake Yehova, ila wakaweka jina Bwana. Kwa popote pale ambapo jina la Mungu limetajwa, wao wakaandika Bwana kwa herufi kubwa kama namna ya kulihifadhi. Na ndio maana hata mstari niliokusomea unasema Bwana, ila hapa lilikuwepo jina la Mwenyezi Mungu. Kwa nini nakwambia hivi sasa? Ni kwa sababu jina la Mwenyezi Mungu kwetu sisi tunaweza tukalichukulia ni jina la kawaida, lakini inabidi libakie katika hali yake ya usafi. Sasa hii ya Wakristo kugombania jina la Mungu wao liwepo au libandikwe kwenye kinywaji, yani uwezekano kuliandika uwepo, it's not a walk of faith, sio mtembeo wa imani. Kwa nini nasema hivi? Tena roho iliyo juu ya vitu kama hivyo, au roho iliyo juu ya mtu anayetamani kitu kama hicho, ni roho ya miungu ile ya Kisemitic, miungu ya Baali. Ukisoma ile Waamuzi sura ya 6 tunaona kile kisa cha Yoash pamoja na mtoto wake Gideon. Sasa Gideon alipodondosha madhabahu ya Baali, ya mungu wa baba yake, wanakijiji walipogundua hilo waliandamana kwamba Gideoni auawe mara moja kwa sababu amefanya uovu wa design hiyo. Lakini nini ambacho Yoash anasema, baba wa Gideoni? Akashtuka akasema, yeyote atakayefanya uovu na afe. Umeona? Yaani atakayethubutu kumuua mwanangu mimi afe. Kwa maana kama Baali ni Mungu, mwache Baali ajitetee mwenyewe. Yaani mwache Baali atetee jina lake, mwache Baali atetee madhabahu yake, na sio wewe utetee. Kwa hiyo Wakristo, jina la Mungu wetu kutokuwepo au kugomewa kuwepo kwenye hichi kinywaji ni namna ya kulitukuza jina la Mungu. In fact mimi naliona jina la Mungu wangu, yaani in fact mimi kuona kitu kama hicho ninafurahia.
Ninafurahia kwa sababu ninaelewa Mungu wangu ndio anatukuzwa zaidi kuliko jina lingekuwepo. Kwa hiyo kwa sababu Mungu wangu mimi hajaruhusu jina lake kuwepo kwenye kile kinywaji, sioni haja mimi kugombania. Kwa sababu kwa wewe kugombania ni kama vile, kwa wewe kugombania unaweza kadhani you're walking in faith, lakini sivyo. Unakuwa umeembrace ile roho ya Baali. Umeona? Kwa hiyo unazidi kuchafua jina la Mungu wako. Kwa sababu unajua issue sio kugombania jina liandikwe, kwa sababu wewe utaandika ukiwa na nia ya kusema Yesu ni Kristo au Yesu ni mfalme, lakini kuna mtu atakuja kwa sababu ya uwezekano kuweko kuandikwa jina la Yesu, ataandika Yesu afu mbele atatamka au matusi, ataka kitu ambacho ni tusi kwa ajili ya kublaspheme, kukufuru jina la Mungu wetu. Kwa hiyo the fact jina haiwezekani kuliandika ni salama zaidi kwa wewe na mimi kuliko likiandikwa, kwa sababu wewe utaandika kumtukuza Mungu, lakini kuna mtu ataandika kwa ajili ya kukufuru. Na ndio hapa sasa ninaleta mwisho wa hii makala. Unajua Wakristo tuachane na haya mambo. Unajua hii ni distraction. Hii ni distraction ya shetani, hii ni distraction ya nguvu za giza. Hii ni namna ya nguvu za giza kututoa kutoka kwenye mtembeo wa imani na kututoa kutoka kwenye reli na kutuleta kwenye vita ambayo ni vita ya mwilini tu. Unanielewa? Kwa sababu Mungu hatukuzwi na wewe kuliandika jina lake kwenye soda. Mungu anatukuzwa na tunda lako la Roho. Na ndio kile Yesu anasema kwamba tuonyeshe matunda yetu kwa watu ili Baba atukuzwe kupitia sisi. Kwa hiyo kufikia hapa ninakuacha ukasome Yakobo sura ya 3 yote, lakini pia ukitoka hapo naomba ukasome Yohana sura ya 15 yote. Asante kwa kunisikiliza, na video hii ilikuwa ni fupi tu. Kwa hiyo take care.